Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu. Uchaguzi wa Tanzania waingia kitahanani baada ya kisiwa cha Zanzibar kufuta matokeo na kuamuru uchaguzi upya. Kasisi wa Poland anayeshiriki mapenzi ya jinsia moja ajiuzulu, huku akilishtumu kanisa Katoliki kwamba kuwapiga vita ni unafiki. Na katika michezo hapo baadaye, kauli yake the special one. Jose Mourinho anasema usingizi anaupata kama kawaida licha ya msururu wa matokeo mabaya ya Chelsea pamoja na kufungwa na Stoke. Hujambo na karibu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Uchaguzi wa Tanzania umezusha hali ya taharuki kufuatia tume ya uchaguzi ya Zanzibar kufutilia mbali matokeo na kuamuru uchaguzi kufanywa upya. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar amesema kulikuwa na dosari nyingi, lakini wanasiasa wa upinzani wanaeleza kwamba wamepokonywa ushindi. Sasa naungana na mwenzangu Salim Kikeke akiwa mjini Dar es Salaam, Tanzania, kutufahamisha zaidi. Salim. Naam Zuhra, kwa hakika mchana huu wa leo alasiri leo, wakati mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar Jecha Salum Jecha alipotangaza kufuta matokeo yote, bila shaka na kwa hakika si Tanzania peke yake ilishtushwa na hatua hiyo, bali eneo zima la Afrika Mashariki na pengine hata ulimwenguni kote. Niseme tu kwamba matokeo yaliyofutwa hapa ni ya wabunge wa wawakilishi, hali kadhalika na kura za rais wa Zanzibar, lakini kura zile za rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hazihusiki na hatua hii, hali kadhalika vile vile na wabunge wa Zanzibar wanaokaa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa kulitizama hilo kwa undani na kulizungumza kinaganaga. Tutakuwa na Dr. Kitila Mkumbo hapo baadaye kulizungumzia hili, lakini kwa sasa tuende kwake Sami Awami, mwandishi wetu ambaye amepiga kambi kule Zanzibar, akituarifu zaidi. Ni jambo ambalo halijawahi kutokea, na sasa maswali makubwa ambayo yanaulizwa hapa Zanzibar ni kwamba uamuzi huu ulifanywa kwa manufaa ya nani na kwa nini ufanyike hivi sasa. Jumapili Wazanzibari walikwenda kupiga kura kwa amani kabisa, na wameendelea kuyasubiri matokeo kwa siku 3 katika hali ya amani na utulivu kabisa, lakini wamekuja kuambiwa uchaguzi haufai. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi hapa Zanzibar ametangaza kwamba uchaguzi ulikuwa si wa haki na ulijawa mapungufu mengi, na kauli za chama cha tawala, Chama cha Mapinduzi, kikinalandana na kauli hizo za mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Lakini nilimuuliza mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani hapa na kiongozi wa upinzani Maalim Seif Sharif Hamad, yeye amepokeaje uamuzi huu wa tume, na haya ndiyo alikuwa nayo ya kusema. Kitishwa sana na hatua ambayo chukua mwenyekiti wa tume Jecha Salim Jecha yeye binafsi, si maamuzi ya tume, kwa sababu tume haikukutana kafanya maamuzi hayo. Ni maamuzi yake yeye Jecha baada ya kuzungumza na viongozi wa CCM akiwemo Dr. Shein. Kwa namna moja au nyingine, tangazo kama hili linaweza, na migongano ambayo mnakuwa nayo inaweza ikahatarisha sasa hata amani ndani ya visiwa hivi. Mmejiandaaje kuhakikisha kwamba hili halitatokea, kwa sababu waathirika baada ya hapo wanakuwa ni wananchi wafuasi wenu wa kawaida? Mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba tangazo hili haliathiri amani ya visiwa vya Zanzibar? Sisi kwa upande wetu tushatoa maelekezo, hata nilipozungumza na waandishi wa habari. Moja ambalo nimelisisitiza ni wito kwa wananchi, hasa wafuasi wa CUF, wavumilie hadi hii, lakini vile vile wabaki watulivu wakati chama kinaendelea na hatua zake ya kutafuta au ufumbuzi wa swala hili. Lakini baadaye nilikwenda mtaani na kuwauliza Wazanzibari wenyewe kwamba wao wanaonaje au wamepokeaje uamuzi huu wa tume. Mimi naona uchaguzi umetuathiri kwa sababu watu wafanyi kazi zao, wafanyi biashara zao, watu ndani mtu anaogopa kutoka nje. Sasa bora tu wangetafuta njia nyingine watu wakapata kufanya kazi zao. Kuhusu kuahirishwa kwa uchaguzi tulipokea sawa, kutokana watu wameridhika kwamba wanaona uchaguzi umechafuka, umechafuliwa, kwa hiyo bora tuanze upya, mchakato uanze upya, tuendelee kwa uchaguzi, ndio ile amani iwepo. Sababu sisi tunaomba uwepo wa amani tu hapa.
nani ameshinda, yote ni sawa. Cha msingi ni amani iwepo kama kawaida yetu tulivyo kwa amani. Tumesikitika sana kwa sababu nchi yenyewe kijiografia ni ndogo sana Zanzibar. Umeona? Ina masafa madogo sana. Kwa kusema kura laki zilizotimia 500,000 kuhesabiwa kwa muda siku 4, kila mmoja akashindwa kufanya shughuli zake, kila mmoja kanashughulikiana shughuli matokeo. Ni kipindi kirefu sana kwa kufanya hesabu kwa kura hizo zilizokuwa kidogo zisitolewe matokeo. Halafu hafla moja tunakuja kutolewa uchaguzi kama huu. Tumeacha kazi zetu, tumekwenda kupiga kura kwenye vituo kwa salama na amani, hakuna fujo. Kwa tunakuja kuambiwa kwa kumefanyika fujo kwenye uchaguzi, kumefanyika hichi na hichi. Hatuelewi. Hata kama zoezi zima la uchaguzi limekwenda kwa amani kabisa na utulivu, na hata sasa Zanzibar bado imeendelea kuwa ya amani, haijulikani nini kinafuata, lakini pia haijulikani ikiwa na lini uchaguzi mwingine utafuata. Sami Awami huyo akiripoti kutoka Zanzibar. Ataendelea kusalia Zanzibar kutuletea kila kinachojiri mpaka hapo baadaye. Niseme tu kwamba juhudi zetu za kujaribu kuzungumza na upande wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar kuelezea hali iliyotokea ya kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi, juhudi zetu zimegonga mwamba. Tutaendelea kuwatafuta tusikie upande wa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa sasa tumeshindwa kuweza kuzungumza nao hapa jijini Dar es Salaam. Na upande wa Tanzania bara matokeo yameendelea kutoka taratibu kabisa, yakitangazwa na Tume ya Uchaguzi katika kituo cha kuhesabu kura hapa jijini Dar es Salaam. Na hatua hii kwa hakika imekuwa ikizusha hamasa zaidi na shauku kwa wapiga kura wa Tanzania bara. Hiki ni moja kati ya viti kadhaa vya ubunge kilichokuwa kikigombewa vikali. Ulinzi hali kadhalika mkali ili kuzuia wafuasi waliokuwa wakisubiri matokeo kwa muda mrefu nje. Na hatimaye likaja tangazo walilokuwa wakilisubiri kwa hamu, na kufuatiwa na nderemo na vifijo vikiendelea usiku kucha, huku polisi wakitazama kwa karibu. Jimbo hili kwa muda likitawaliwa na chama tawala, sasa mikononi mwa upinzani. Kulipopambazuka taarifa kutoka mikoani zikitaja kuwepo korabsha zilizosababishwa na kuchelewa kwa matokeo, huku Zanzibar ikifuta matokeo yote na bara chama kikuu cha upinzani kikipinga matokeo, Tume ya Uchaguzi imeendelea kuyatoa taratibu. Watu wengi waliokuwa wakisita kwenda mjini wameanza kujitokeza. Siku mbili tu zilizopita mitaa hii ilikuwa mitupu au ikiwa na magari machache kabisa, lakini maisha taratibu yameanza kurejea katika hali yake ya kawaida. Lakini kwa matukio ya leo hapa Dar es Salaam, hali kadhalika na Zanzibar, ile hali ya shauku ambayo tayari ilikuwepo huenda ikazidi kuongezeka. Sijisikii vizuri kwa sababu kwa jinsi tulivyotarajia na kwa ratiba ya tume ilivyokuwa, tulitarajia kwamba ndani ya siku kufikia tarehe 29 tutakuwa tumepata matokeo ya urais kwa upande wa Tanzania bara, lakini mpaka sasa bado hatujapata hayo matokeo. Nilitegemea kwamba matokeo yangetoka mapema na watu wangeendelea na shughuli zao, lakini watu wengine wako kwenye tension wakisubiri matokeo yanatoka na yanatoka vipi. Kwa sasa ni mchezo wa kusubiri, na huku shinikizo likiongezeka, Tume ya Uchaguzi inasisitiza kuwa inafanya kila iwezalo kuhakikisha matokeo yanatolewa mara tu yatakapokuwa tayari. Na pengine Tanzania bara wanaweza kuendelea kusubiri kwa hadi mwisho wa wiki, lakini Zanzibar huenda wakasubiri hadi miezi mitatu kujua nani rais wa Zanzibar. Kumbuka kwa habari zaidi na za kina kabisa unaweza kuzipata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Taarifa za uchaguzi, nani ameshinda, nani ameshindwa, moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kutoka Dar es Salaam, hali kadhalika kutoka London. Jina langu ni Salim Kikeke. Tutakaporejea tutakuwa na Dr. Kitila Mkumbo kutizama hatua na matukio yaliyotokea Zanzibar. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke nikiwa hapa Dar es Salaam, mwenzangu Zuhra Yunus akiwa kule London. Tunaendelea na taarifa za uchaguzi hapa Tanzania, na hii leo kumekuwa na matukio kadha wa kadha katika jiji la Dar es Salaam, kukiwa na taarifa hizo za matukio ya Zanzibar. Hali kadhalika hapa Dar es Salaam pia kumekuwa na matukio ya hapa na pale. Vyama vya kisiasa vimepokea kwa hisia tofauti tamko la Zanzibar. Tulanana Bohela amekuwa akitizama jinsi vyama vya siasa vilivyopokea tukio la Zanzibar.
Baada ya tume ya uchaguzi kisiwani Zanzibar kufikiria mbali matokeo ya eneo hilo, muungano wa upinzani Tanzania ukawa wamesema uchaguzi wote nchini Tanzania unafaa kufutwa. Hili lilotokea upande wa Zanzibar ni kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka huu automatically haupo. Ni kwamba inabidi sasa kukaa na kufanya utaratibu upya wa uchaguzi mkuu. Kama kule umefuta automatically na huku Lubuva anajifurahisha tena hakuna uchaguzi wowote. Mgombea wa urais wa Chadema Edward Lowassa amewasisitiza Watanzania kuwa na utulivu na amani wakati huu wa sintofahamu. Na kwa upande wa pili, Chama cha Mapinduzi wameikaribisha habari za tume ya uchaguzi Zanzibar. Kama matokeo yangetangazwa kama yalivyokuwa pamoja na kasoro zilizokuwepo, tungeweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kuahirishwa huku kunatulazimisha tuanze kujiandaa upya tena kwa kampeni na kadhalika. Ni jambo linalochukua muda, inapoteza rasilimali, lakini mwisho wake tume ndio imepewa mamlaka ya kikatiba na ya kisheria ya kuamua haya mambo. Naye mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tanzania Damian Lubuva ameambia BBC kuwa kufutwa kwa matokeo ya Zanzibar hakutaathiri uchaguzi wa bara na kusema tume hizo mbili ni tofauti na huru. Tulana Bohela, BBC, Dar es Salaam. Naam, swala hilo limezua mtafaruku mkubwa tu hapa Tanzania, hali kadhalika Zanzibar. Kitila Mkumbo ni mchambuzi wa siasa za Tanzania. Dr. Mkumbo, Jecha alipotangaza tu watu wakashindwa kuelewa kwa nini Zanzibar wamefuta matokeo na Tanzania bara wanaendelea na uchaguzi. Ni kweli kwamba watu wameshtuka, lakini nadhani mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya taifa ameeleza vizuri kwamba na ndio hivyo ilivyo, kwamba ZEC na NEC ni vyombo viwili tofauti. Lakini Jecha alitakiwa kuweka wazi hilo wakati akitangaza. Hakuweka wazi kwa sababu nadhani hawajibiki. Kazi yake ilikuwa ni kutangaza kufuta kwa matokeo hayo, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ametangaza kwamba uchaguzi wa Tanzania kwa ujumla wake unaendelea, na ingekuwa ni jambo gumu sana kwamba matatizo ya uchaguzi wa Zanzibar yaweze kuteka nyara ya uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano. Tanzania bara wangefuta matokeo, kwa hiyo Zanzibar wasingefuta, hali ingekuwa kinyume, sio? Zanzibar wangeendelea kuhesabu kura za baraza la wawakilishi. Kabisa. Sasa hizi siku 90 ambazo Jecha ametangaza kwamba ndio uchaguzi utafanyika, nani atakuwa anaiongoza Zanzibar? Kwa kweli bahati nzuri sana jambo hili linatokea. Kwanza tuelewe kwamba uchaguzi wa Zanzibar umekuwa na matatizo tangu mfumo wa vyama vingi uanza hapa nchini mwaka 95. Jambo jema kwa sasa hivi ni kwamba tume ya uchaguzi ya Zanzibar ina vyama vyote vya CUF na CCM, lakini vile vile serikali ya Zanzibar ni serikali ya umoja wa kitaifa ambapo wagombea wote ni viongozi. Wa Chama cha Mapinduzi ndio rais na wa chama cha CUF ni makamu wa rais. Kwa hiyo mimi naamini kwamba solution ya jambo hili ni ya kisiasa, lakini vile vile ya kisheria. Ninaamini kwamba kama kuna tatizo la kisheria, mahakama ina nafasi nzuri zaidi ya kutoa tafsiri. Lakini naamini kwamba viongozi wetu wa Zanzibar pamoja na wa muungano wana jukumu la kukaa chini na kuangalia namna ya kutatua hili, kwa sababu tatizo limetokea ndani ya tume, na tume hii ilikuwa inaaminiwa kama ni tume huru kwa sababu ina vyama vyote viwili. Kwa hiyo nadhani tume inabeba jukumu zito sana katika jambo hili. Kwa haraka kabisa, matukio sababu zilizotajwa na Jecha zimeonekana pia Tanzania bara, lakini ni kutokana na ukubwa wake au ni nini? Kwanza lazima nikiri kwamba sababu ambazo amezitoa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar, mimi mwenyewe bado nazitafakari. Ni sababu ambazo hazina mantiki kwa haraka. Inabidi kutulia sana. Ameeleza mambo mengi, lakini ameeleza kwamba kwa mfano wajumbe walikuwa wanapigana. Sasa wajumbe kupigana inaathiri vipi kura ya mwananchi ambaye amekwisha kuipiga? Kwa hiyo ni jambo ambalo kidogo lina utata mpana. Ndio maana naamini kwamba kwa sababu viongozi wa Zanzibar wote wapo ndani ya serikali, mmoja ni rais, mwingine ni makamu wake, ili jambo walitatue kisiasa, lakini vile vile vyombo vya kisheria, wanasheria wetu walifanyie kazi ili tafsiri ya maana ipatikane mahakamani. Lakini kwa upande wa uchaguzi wa Tanzania, nadhani mwenyekiti wa tume ametoa maelezo ya kina ya kutosha kwa nini kilichotokea Zanzibar hakiwezi kuathiri uchaguzi wa Tanzania. Dr. Kitila Mkumbo, muda umetupa mkono, lakini natamani tungeendelea kuzungumzia swala hili ambalo bila shaka litaendelea kuzungumziwa kwa muda mrefu hapa Tanzania, hali kadhalika visiwani Zanzibar. Na sasa turejee kwake Zuhra Yunus akiwa pale London kwa ajili ya habari zaidi. Zuhra.
Shukran sana Salim Kikeke ambaye bado ataendelea kuwepo kutuelezea yanayojiri nchini Tanzania. Na tukisalia katika suala hilo hilo la uchaguzi katika ngazi za kimataifa, yani vile vile barani Afrika, Rais wa Ivory Coast ameshinda uchaguzi na kuingia katika muhula wa pili kwa 80% ya kura. Huu ndio uchaguzi wa kwanza nchini humo tangu nchi hiyo ikumbwe katika vita vya ndani kutokana na mvutano juu ya uchaguzi uliopita mwaka 2010. Wanasiasa wa upinzani wengi walisusia uchaguzi huo. Kasisi kutoka Poland aliyejitangaza kuwa miongoni mwa wapenzi wa jinsia moja mwanzoni mwa mwezi huu ameionyesha BBC barua aliyomwandikia Papa Francis ya kujiuzulu. Katika barua yake amelishtumu kanisa Katoliki la Roma kwa kufanya maisha ya wapenzi wa jinsia moja kuwa sawa na kaa la moto na kusema hatua ya kanisa hilo kuwapiga vita ni unafiki mkubwa. Dayo Yusuf anaripoti. Kabla ya kujitangaza kama mmoja wa wapenzi wa jinsia moja, Kasisi Christoph Haramsa alikuwa na wadhifa wa juu huko Vatican alikoapa kulinda hadhi na mafundisho ya kanisa Katoliki. Lakini alipokonywa wadhifa huo, alipotangazia dunia nzima na hata Vatican kwamba yeye sio tu mmoja wa wapenzi wa jinsia moja, bali yuko katika uhusiano na mwanamume mwingine. Maadili ya kanisa hilo la Roma yanawataka makasisi wake kusalia bila kuoa. Katika barua yake kwa Papa Francis, kasisi huyo amelishutumu kanisa Katoliki kwa kuwakandamiza na kuwadhulumu mamilioni ya wapenzi wa jinsia moja walio waumini wa kanisa Katoliki pamoja na familia zao. Kasisi huyo pia amelishutumu kanisa kwa unafiki na kusema kwamba huku kanisa hilo likiwa limejaa wapenzi wa jinsia moja miongoni mwa makasisi wake, limekuwa likiwapiga vita. Kasisi Haramsa hakukomea hapo. Pia ametoa wito kwa makasisi wengine, maaskofu na hata makardinali ambaye anaamini ni wapenzi wa jinsia moja wajiondoe kutoka kanisa hilo. Hata hivyo, Vatican imeghadhabishwa kwa namna kasisi huyo alivyojieleza na pia wakati alioichagua, ikidai kwamba analenga kuvuruga kikao cha maaskofu kinachofanyika Rome kutumia vyombo vya habari. Alipokuwa akiongoza misa kabla ya kuanza kikao hicho cha sinodi, Papa Francis alisisitiza kuwa ndoa inavyotambulika ni kati ya mume na mke. Hata hivyo, matamshi yake ya awali akiuliza kwamba yeye ni nani wa kushutumu watu, yamechukuliwa na baadhi ya watu kuwa kutoa wito wa kuhurumiwa zaidi wapenzi wa jinsia moja. Papa Francis bado hajajibu barua ya kasisi huyo. Dayo Yusuf, Dira ya Dunia, BBC. Kufuatia hatua ya padri huyo wa Poland kujiuzulu na kuzungumzia suala la wengine kulitaka kanisa Katoliki kubadilisha baadhi ya sheria na desturi zake za miaka mingi, leo ninazungumza na Father Wilbert Gobo ambaye anasoma shahada ya falsafa hapa London na niko naye hapa studio. Father Gobo, msimamo wa padri huyu unachukuliwa vipi katika kanisa, hasa ambapo tunajua ni uamuzi wa mtu binafsi? Unaweza kuingia kwenye upadri au huingii kama unaona mambo mazito? Asante sana dada Zura. Ningependa kusema kwamba yeye kama binadamu na kama muumini yuko huru kusema au kutenda anavyojisikia, lakini vile vile kanisa nalo liko huru kufuata miiko yake ya upadri, kwa sababu padri sio tu mtu anaishi maisha kwa ajili yake binafsi, ni kwa ajili ya waumini, kwa ajili ya taifa la Mungu. Na ukiangalia kama unavyosema, upadri ni utashi binafsi. Unapokuwa kwenye mafunzo ya upadri, inachukua miaka mingi, miaka 7 mpaka 10, na katika kipindi hiki pamoja na utashi wako wanakuwepo walezi ambao wanaangalia unaishi vipi haya maisha. Lakini Father Gobo, tumeshuhudia malalamiko yamekuwa mengi kwa kanisa Katoliki, hasa katika swala hilo la mapenzi ya jinsia moja na vile vile useja. Hamuoni labda umefika muda kidogo mambo yabadilishwe? Maana wengine wanataka kuwa mapadri lakini wanataka kuoa hapo hapo. Kuna ubaya gani ukiwaruhusu? Ningependa kusema kwamba sababu la mapadri kuishi useja, kwanza kabisa wanajitahidi kufuata maisha ambayo Bwana wetu Yesu Kristu aliyaishi. Yeye alikuwa mseja, hakuwa na ameoa. Lakini vile vile useja unasaidia kuonyesha mapendo kwa watu
mbalimbali bila kufungamana na mtu mmoja. Kama ukiwa umeoa, mapenzi unaonyesha zaidi kwa mke wako. Alafu kwa sisi ambao ni wamisionari, ni rahisi kufanya kazi ukiwa mseja kwa sababu unaenda sehemu mbalimbali. Kama una familia, inakuwa ngumu kuhudumia taifa la Mungu kuliko ukiwa peke yako. Ni kweli. Haya, huyo ni Father Wilbert Gobo, shukran sana. Na taarifa za michezo ni muda mfupi ujao, pamoja na mtihani unaomkabili Mourinho. Huko Marekani, timu ya soka ya wanawake yapata mwaliko Ikulu kupongezwa kwa ushindi wa kombe la dunia. Nini alichoambia mwenyeji wao Rais Obama? Kanasi. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Na sasa moja kwa moja kwa taarifa za michezo. Meneja wa Chelsea Jose Mourinho anasema yeye hana pressure yote na anapata usingizi vizuri kama kawaida. Lakini kitu kimoja hawezi kubisha ni kwamba timu yake hairidhishi uwanjani, haipati matokeo mazuri. Jana wameondolewa kutoka michuano ya kombe la ligi baada ya kufungwa na Stoke. John Walters aliwafungia Stoke bao la kwanza kabla ya Chelsea kusawazisha. Lakini mechi ilipoingia mikwaju ya penalty, mkwaju wa Eden Hazard uliokolewa. Mambo yakiwa hivyo, ina maana Chelsea lazima washinde mechi yao ya mwishoni mwa wiki dhidi ya Liverpool katika ligi kuu ya England. Mourinho amekanusha madai kwamba kuna mtafaruku baina yake na wachezaji. Unafikiri wachezaji hawaniungi mkono? Unafikiri wachezaji hawakujaribu kabisa kushinda mechi hii? Miezi michache iliyopita nilishinda mechi nyingi sana na nikawa bingwa wa England, na watu walikuwa wanasema kuna mambo mengine muhimu kuliko matokeo. Mimi nasema kwa sasa matokeo ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. In this moment, the results are more important than anything. Ingawa imechukua miezi kadhaa, Rais Obama pamoja na shughuli zake nyingi, jana ameialika katika ikulu ya White House timu ya soka ya wanawake Marekani kuwapongeza wachezaji kwa ushindi wao wa kombe la dunia mwezi Julai. Aliwapongeza kwa ushindi wao wa bao 5-2 dhidi ya Japan kwenye fainali, na akasema ushindi huo umewachagiza wanawake na wasichana kote duniani kujihusisha katika michezo. Miongoni mwa wachezaji ambao Rais Obama aliwataja kwa majina ni mshambuliaji Sydney Leroux, Abby Wambach na nahodha Carly Lloyd. Walishinda kombe la dunia nchini Canada mwezi Julai. Na shughuli ya Rais Obama na michezo haikumalizikia hapo. Yeye shabiki shakiki alikuwepo mjini Chicago kushuhudia mechi ya kufungua msimu mpya wa ligi kuu ya mchezo wa kikapu Marekani kati ya Chicago Bulls na Cleveland Cavaliers. Derrick Rose alifunga point 19 huku Chicago ikiwakomesha James LeBron na wenzake alama 97-95. Mabingwa watetezi Golden State Warriors walikuwa wameshapata pongezi zao kutoka Rais Obama kwa ushindi wa ligi msimu uliopita, na walianza vyema kampeni ya kutetea taji jana kwa kuwashinda New Orleans Pelicans alama 111-95. Mbali na Chicago kwa kukomesha Cleveland mbele ya rais, Detroit hawakuwa na kazi ngumu kuwapiku Atlanta. Ni hayo tu katika michezo kwa siku ya leo. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet. Hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, na watakieni nyote mlale unono.